Hii ni BG Online TV na kutangazia habari hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwa muda huu mpo wengi ambao mmeendelea kukurubia runinga zenu na simu ili kuendelea kutembelea kwenye channel ya BG Online TV ili kuendelea kupata vipindi ya habari pamoja na matukio ambayo yanakujia kwa muda mwafaka. Leo mpendwa mtazamaji, tariki 6 Mei 2025 tumekuletea habari tofauti. Miongoni mwa habari hizo ikiwa za kule Mugeti ambako msafara wa jeshi la taifa FARDC ambao ulikuwa unafanya doria kwenye maeneo ya kijiji cha Mugeti umeingia ndani ya mtego wa Twirwaneho na Red Tabara ambao wanaungana na M23. Mapambano makali yaliripotiwa Ijumaa 4 hii tariki 6 Mei 2025 ndani ya tarafa la Mwenga, senta ya Luhinja, kati ya waasi wa M23 dhidi ya wazalendo. Sambamba na habari hizo za mapambano ni kwamba kule Kamanyola mapambano mara tena yaliendelea Ijumaa 4 hii ya tarehe 6 Mei 2025 kati ya vikosi vya muungano wa wazalendo ambavyo vinaongozwa naye Kamanda Amuri William Yakutumba dhidi ya waasi wa M23. Na tutakuwa pia na habari za Uvira. Ni kwamba ni watu wapatao 5 ndio wamefariki wiki iliyopita kutokana na hilo. Uongozi wa mji wa Uvira uliitisha kikao eneo hilo ili kupiganisha vifo hivyo. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, kuna hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia kwenye habari hizi kwa siku ya leo. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati. Na kukumbusha mara tena kama kawaida, mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, endapo unapenda kuendelea kupata habari zetu, vipindi pamoja na matukio ambayo inatakiwa kujia kila saa na dakika na muda ambao unaopenda, basi tunakusihi usikose kusubscribe na kusambazia wengine ili nyote kwa pamoja muendelee kupata habari zetu kwa muda unaofaa. Wacha sasa tukunjue jamvi letu la habari kwa siku ya leo, tukianzia na kule Mugeti. Msafara wa jeshi la taifa FARDC ambao ulikuwa kwenye doria maeneo ya kijiji cha Mugeti umeingia ndani ya mtego wa Twirwaneho na Red Tabara ambao wanaungana na M23. Tukio hilo limetokea siku ya pili ya tarehe 6 Mei 2025 muda wa mchana. Kijiji cha Mugeti ni kijiji kisichopatikana mbali na Muramvya ndani ya groupement ya Bijombo tarafani Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa habari tunazo ni kwamba jeshi wawili wa taifa FARDC waripotiwa kufariki ndani ya shambulizi hilo. Tukio hilo limekumbusha pia mapambano yaliyotokea Ijumaa 3 ya tarehe 5 Mei ndani ya soko ya Mitamba ambako jeshi wawili wa Twirwaneho walifariki kwenye shambulizi hilo. Jeshi la taifa FARDC walikuwa kwenye doria maeneo hayo ili kuendelea kuhakikishia raia kuwalindia usalama wao. Sambamba na habari hizo za mapambano ni kwamba mapambano makali yaliripotiwa Ijumaa 4 tarehe 6 Mei ndani ya tarafa la Mwenga ndani ya senta ya Luhinja kati ya waasi wa M23 dhidi ya wazalendo. Mapambano hayo yalikutanisha kati ya kundi la wazalendo la IPC inayoongozwa na General Ruma inayoungwa mkono naye Kamanda Amuri William Yakutumba. Mapambano hayo yalianza asubuhi mapema kati ya wazalendo dhidi ya M23 na ambayo ilipelekea harakati nyingi za raia kuzorota. Ilipofika muda wa jioni, mapambano hayo yalisimama, ila bado ni vigumu kwetu kujua wanani wanaomiliki eneo hilo, ila ni vizuri kuendelea kufuatilia habari zetu zinazofuata kwa kujua mengi zaidi. Hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha maeneo ya Katogota tangu Jumatano ya tarehe
tangu Jumatatu ya tarehe 5 Mei kutokana na mapambano kati ya vikosi vya kamanda Amuri William Yakutumba dhidi ya M23. Jumatatu kutwa hali haikuwa yenye kupendeza kwa raia wa kijiji hicho kwa pale vikosi vya wazalendo vilikwenda kushambulia kwenye kambi za M23. Hali hiyo iliendelea mara tena Ijumaa 4 ya tarehe 6 Mei na ambako shughuli zote hazikuendeshwa kama kawaida yake. Kwa mujibu wa duru zetu za habari ambazo pia twazidi kufuatilia kwa undani, upande mwingine zaeleza kuwa ni wazalendo ndio wamiliki kijiji hicho cha Katogota. Na upande mwingine kule Kamanyola ni kwamba mapambano makali yaliendelea mara tena siku ya pili hii ya tarehe 6 Mei kati ya wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Mapambano hayo ambayo yaliendelea mara tena asubuhi mapema. Kisha mapambano hayo kulingana na duru zetu za habari zaeleza kuwa Kamanyola inagawika mara pili, ikiwa wazalendo wadhibiti eneo moja na M23 wadhibiti eneo lingine, na ikiwa senta mwa kijiji hicho. Upande mwingine wazalendo wamiliki kwenye kilima kinachoinukia kijiji hicho chote cha Kamanyola zimearifu hivyo duru zetu za habari. Mengi zaidi kutokana na habari hizi, endelea kufuatilia habari zetu zinazofuata. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, hii ambayo unaendelea kufuatilia na kutazama ni taarifa ya habari ambayo inakujia kwa sasa hivi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Tuangazie na kule Goma ambako lida wa ukanda wa mkoa wa Kivu Kaskazini Eme Mukandambusa ameomba kwa serikali kuwajia na misaada wakimbizi wa ndani waliokimbia Pagoma, Ruchuru na sehemu zingine, kwani hakuna msaada wote ambao waendelea kuupata toka kwa serikali. Kwenye mazungumzo nasi lida huyo Eme Mukandambusa kutoka huko mkoa wa Kivu Kaskazini amesema yapata sasa miezi mitatu tangu wakimbizi hao wa ndani kukimbia kwenye miji yao ya asili na kwenda kwenye ukimbizi, hakuna msaada wote ambao wameupata toka serikalini. Huyu aongeza kupata mshangao kuona serikali hajishughulishi kwa wakimbizi hao na ambao wahitaji msaada wa ziada. Eme Mukandambusa kutoka huko Goma anaeleza fuatayo. Imekuwa sasa miezi mitatu tangu mji wa Goma uliweza kuanguka kwenye mikono ya waasi wanamgambo wa M23 wakisindikizwa na jeshi ya Rwanda. Ni kusema zaidi ya wakimbizi walitoka Goma na kwenda kwenye maprovince kama vile Nord Kivu, Grand Nord, na wale wakimbizi tangu miezi tatu hakuna mtu ambaye ameweza kuwapokea. Wengi wao wamepokelewa kwenye mafamilia dake na wanaishi ndani ya maisha ya naye wasumbua. Na miongoni mwa wale wakimbizi wa vita waliotoka Goma, Ruchuru na nafasi zingine, kunakuwa hata wa chef coutumier, kunakuwa wakubwa viongozi fulani na kunakuwa vile vile watu wa kila aina. Na tangu hiyo miezi tatu hawajawahi kuwa enregistre kujua hali yao, na vile vile hakuna mtu ambaye anasumbuka kwa sababu ya wale wakimbizi ambao wanahitaji msaada irjama. Na ngambo ingine tunajulisha kama Goma ndani ya maupango ya MONUSCO kuna wapasha habari na vile vile watetezi wa haki za binadamu ambao waliweza kukimbia huko, na imekuwa sasa miezi tatu na wanaishi huko ndani ya makondisio zenye haziko za mzuri. Ni kusema hawana liberte, hawawezi kutembea, na ndiyo maana tulikuwa tunaomba community international na wengine wakuu kwa kila mtu kwa ngazi yake waweze kuona gisi ya kuevakiwe watetezi wa binadamu na wa journaliste wanaokuwa ndani ya upango za MONUSCO Pagoma mahali walipokimbilia, kwa sababu hali ambao wanaishi sio mzuri huko, hawaishi ndani ya uhuru. Na tunanungunika kuona jeshi ya SADC ambao wameweza kutoka Goma wakirudi kwao kuacha watu wa Goma ndani ya shida kabisa. Wao wenyewe waliona gisi Goma ilianguka, wamekuwa washuhuda gisi vitendo za ugaidi zinapitika Goma. Wakifika huko kwao waende waeleze nini wameacha Goma
na watu wa Goma ni watu ambao wanahitaji wokovu ya haraka iwezekanavyo. Tukamilishe habari zetu kwa siku ya leo na habari kutoka huko ndani ya mji wa Uvira. Ni watu 5 ndiyo waripotiwa kufariki wiki iliyopita ndani ya mji wa Uvira. Hiyo ni idadi iliyotolewa kwenye mkutano uliofanyika na viongozi wa mji wa Uvira. Kulingana naye Chako Changu Bon Ane, mmoja kati ya watu walioshiriki kwenye mkutano huo, amesema kuwa mkutano huo umeitishwa ili kupiganisha idadi ya vifo visivyo vya halali ambavyo vyaripotiwa kwa idadi kubwa mjini Uvira. Huyu ameongeza kuwa licha ya usalama mdogo ambao unaripotiwa kote maeneo ya Kivu ya Kusini, pia kuna kuwa na usalama mdogo ambao unaonekana kuzuka kwa sasa ni ule wa ongezeko wa maji ya ziwa Tanganyika, na ambayo kwa sasa hivi yapelekea raia wengi wanaopatikana kando kando mwa ziwa Tanganyika kuyahama makao yao kulingana na vile maji ya ziwa hilo na ambayo imepanda kwa kiasi kikubwa. Chako Changu Bon Ane, mmoja kati ya watu walioshiriki mkutano huo, anaonesha hapa sababu kuu ya kuitishwa mkutano huo. Mwa hii wiki tumekonstate vitu mbili. Tumekonstate mauaji ya vijana 5 muvile ya Uvira na mteritwari ya Uvira. Kuanzia vijana wenyewe waliuawa mkartie Kisongo na wale wenye waliuawa jana mteritwari ya Uvira alikuwa umoja motari wa mkartie Rugenge na aja wa Sepele Mobile wa Luvungi. Au total tukakamata vijana 5 ndio wenye walikufa kupitia masafa. Ya pili, tumekonstate kwamba katika ville na mteritwari ya Uvira a travers ma réseaux sociaux biko monte ya message ya haine. Makabila, watu wanachafuana selo makabila, watu wanachafuana selo ma intérêt politique, watu wanachafuana selo ma position politique ambazo kabila tofauti ama watu wa kabila tofauti wako nazo. Ya tatu ambao tumeshuhudia mwa hii wiki ambayo imeisha ni kwamba maji ya milake Tanganyika imepanda sana zaidi ya sana mpaka imeongeza hesabu ya wasinistre tena katika vile na territoire ya Uvira. Objectif mtangazaji ni kufanya etat des lieux ya usalama ndani ya vile territoire ya Uvira, pia kupropose mapiste ya solution kwa wadesider. Ndio maana kesho tuko na mpango wa kuona wakuu mbalimbali mkiwemo meya wa jiji, administrateur adjoint assistant mwiko nafanya interim administrateur katika territoire ya Uvira, mkiwemo wa kamanda wa la polisi, lakini pia mkiwemo commissaire provincial la polisi mwenye iko hapa kwenye makao makuu ya province. Ya kabambi ni kuwa upropose pia maaction fulani ambazo kila mtu anaweza kufanya. Akuwe wazalendo, akuwe FARDC, lakini pia na raia. Namna gani tujichunge mwa hii wakati, namna gani tuishi na monde ya mai, namna gani tupunguze maneno ya chuki ama ya ukabila katikati yetu. Hiyo ndio ilikuwa demarche au objectif kabambi ambayo tumejiasinye. Mtangazaji, hakuna insecurity normal. Haikuwaki mteuri general sur la sécurité, haikuwaki. Patikuwa ataka moja ya mauaji. Hapo wanasema insecurity na kuwa ya kabambi. Ndio maana tumesema kwamba insecurity ni kubwa kwa hizi siku. Odela ya makaa ambayo tumezisema, watu hawana amani, hawatembei, mauaji ni mengi, woga uko katikati ya watu. Utaelewa kwamba hali haijakuwa nzuri, watu kushirikiana moja wa kabila fulani, kitu ambacho kama vile wa defenseur droit de l'homme hatuoni vizuri. Tukue na mapita solution a moyen terme kwa wakati mdogo, a long terme kwa wakati mkubwa, a court terme kwa wakati ambao utakuwa wa kawaida. Kwa saa hizi wakati tuko na usalama mdogo wa masasi, usalama mdogo wa maji, tuishi namna gani? Ndio maana tumetembelea wenzetu wa shirika jita la kiraia ya Société Environnementale, tukawaonesha jinsi hali iko na kuna activite kubwa ambayo tumewaambia wao waifanye, sababu wana ujuzi mkubwa ambao na gouvernement provincial. Mtangazaji, watu wengi wako impacted.
Nadhani tabia vile ya Baraka na Fizi haiko epargne. Maji yameongezeka kuwa mengi sana. Mpaka na project moja ambazo zinakuwa siko kama vile itakuwa zitasimamishwa kama barabara kujenga frontier hadi kwenye rompo ya Kavimvira. Maji ni mengi sana. Mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, hadi hapo hatuna budi ya kutia nanga kwenye habari zetu za siku ya leo, ila wacha tena tukumbushe yale yaliyokuwa muhimu kwa habari zetu. Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo kwa siku ya leo, tulikujuza kule Mugeti, msafara wa jeshi la taifa FARDC ambao ulikuwa kwenye doria maeneo ya kijiji cha Mugeti umeingia ndani ya mtego wa Twigwaneo na Redi Tabara na ambao wanaungana na M23 siku ya pili hii ya tarehe 6 Mei 2025. Mugeti ni kijiji kisicho mbali na Muramvya ndani ya groupmenti ya Bijombo tarafani Uvira mkoa wa Kivu ya Kusini. Tulikujuza pia habari za mapambano ambayo yaliripotiwa mara tena kwenye maeneo ya Katogota, Kamanyola na ambako vikosi vya wazalendo vilishambulia maeneo ya Kamanyola na ambako kwa sasa hivi kijiji cha Kamanyola chagawika mara pili, waasi wa M23 wadhibiti upande mmoja huku wazalendo wakidhibiti upande mwingine. Wazalendo hao ambao wanaongozwa na kamanda Amuri William Yakutumba ndio waendelea kushambulia maeneo hayo. Tulikujuza pia na habari za uko Uvira ambako mkutano mkubwa uliitishwa ili kupiganisha vifo vya watu kuuawa mara kwa mara ndani ya mji wa Uvira na ambako wiki iliyopita ni watu 5 ndio waripotiwa kufariki kwa vifo visivyo vya kutegemea. Bila shaka hatuna la ziada kutoka kukushukuru wewe mtazamaji na msikilizaji kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusi mara tena usikose kusubscribe na kusambazia wengine ili nyote kwa pamoja muendelee kupata habari zetu, vipindi pamoja na matukio kwa muda unaofaa. Hii ni BG Online TV, endelea kutembelea kwenye channel yetu.